إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نظام الإسلام، الله جل وعلا kwa uwezo wake ametukutanisha tena, ikiwa ni majlisi yetu ya mwisho katika mfululizo wa mihadhara yetu tuliyoanza, ikiwa leo hii ni siku yake ya 4. Tumezungumza mambo mengi kuhusu ni nani Shia na mashia ni kina nani na itikadi zao ni zipi, lakini hayo mengi tuliyozungumza ni machache kulinganisha na yale walionayo mashia. Kuna mambo mengi sana, masaili mengi hatukuyagusa hapa. Tumegusa baadhi ya masala muhimu. Baadhi ya masala muhimu na mengine insha Allah tutayagusa katika muhadhara wetu huu, na yale ambayo hatukuyagusa basi mara nyingine katika munasaba mwingine naweza kuelezea insha Allah. Lakini ni imani yangu kwamba niliyotangulia kuyazungumza na nitakayozungumza yataleta changamoto kubwa kwetu na yatakuwa yametufungulia milango mingi katika milango ya ilmu na ufahamu katika mambo ya historia, mambo ya kiitikadi na mengineyo ambayo yanagusa masuala ya dini katika elimu mbalimbali kama elimu za upokezi wa habari, riwaya na diraya na mengineyo. Kwa wastani kwamba kwa ufupi ni kwamba tumejifunza baadhi ya mambo muhimu
na mimi ninaamini kwamba kwa mtu atakayesikiliza mihadhara hii kwa umakini na kufuatilia, si rahisi kubabaishwa na Shia kwa sampuli yoyote, kwa sababu sisi tunazungumza kwa kujenga misingi na hatuzungumzi kwa hamasa, kwa kushambulia. Tunajenga misingi, tunajenga hoja, alafu vile vile tunajitahidi katika kunafishi hoja ambazo nyinyi wenyewe mnashuhudia kwamba Mashia wenyewe hawawezi kuzijibu, na pengine hawakuwahi kujiuliza maswali kama hayo wao walipolinganiwa, waliposhawishiwa wakubali. Lakini kuna vitu vingi walikuwa wajiulize kabla ya kukubali, lakini ndio hali ilivyo kutokana na watu wana udhaifu mbalimbali, udhaifu wa kufikiria, udhaifu wa kufanya utafiti, udhaifu katika taaluma ya mambo ya dini, imepelekea watu wengi kuvutika au kuhadaliwa na kundi hili. Lakini kwa hakika Mashia ni sampuli au ni moja katika maadui wa Uislamu, hata kama dhahiri yao unajionyesha kana kwamba ni watetezi na wako mbele katika kuutetea Uislamu, lakini historia inaonyesha kwamba Mashia ni maadui wa Uislamu. Waislamu waliosimama katika madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, maisha yao tangu enzi za masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wao walikuwa wakipanga mipango ya kuueleza Uislamu na kupambana na makafiri uso kwa uso. Angalia wakati wa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, angalia wakati wa Umar, angalia wakati wa Uthman, na sehemu katika wakati wa Ali bin Abi Talib. Angalia masahaba namna walivyokuwa na tabi'in. Soma historia ya Uislamu ulipoingia katika miji mbalimbali, kama upande wa mashariki ya mbali. Soma historia ya Uislamu ulipoingia katika nchi za Afrika ya kaskazini mpaka kufika Ulaya ya magharibi. Soma historia ya Uislamu ulipoingia katika nchi za Ulaya ya mashariki kama Armenia, Georgia na sehemu nyingine. Utakuta ahli sunna wal jamaa kuanzia zama za masahaba wako mbele katika jambo hilo. Lakini ukisoma historia ya Mashia utakuta pale wanapokuja maadui wa Uislamu kuwapiga ahli sunna, kuwapiga Waislamu, wao wako mbele katika kushirikiana nao. Historia ya Genghis Khan walipokuja kuivamia miji ya Waislamu kama Baghdadi na sehemu nyinginezo katika miji ya Waislamu kama Sham, Ibn Alqami ambaye ni Mshia pamoja na Atusi walikuwa ni mawaziri katika serikali ile, walishiriki katika kupanga mipango ya kuwavunja na kuwapiga Waislamu. Hii ni historia iko wazi na wala haijajificha, na ndio maana ukisoma historia hutopata kwamba kuna nchi ya kikafiri Mashia walikwenda wakapambana na makafiri wakaiteka nchi hiyo ikawa ya Kiislamu. Utapata kwamba katika miji ya Waislamu wao ndio wajitokeza na wakaingia wakatawala, kama walivyotawala Misri na Morocco katika kipindi fulani. Daula ya Ubaidiyya waliwafanya na wakayafanya walioyafanya, wakayazusha walioyazusha. Waislamu wa kweli wa zama zile hawakukubali. Salahuddin al-Ayyubi alitoka Sham, Syria, na jeshi akaja akawatwanga Mashia waliokuwepo pale Misri na Morocco, akaiangusha daula ya Fatimia. Zanadiq. Na hivyo wamevamia miji ya Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia na miji mingine pamoja na Iran. Daula Safawiyya ikasimama ikafanya maangamizi makubwa dhidi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa dhahiri wanaonyesha kana kwamba wao ni watetezi wa Uislamu, dhahiri yao. Hasa watu wanahurika sana na baadhi ya nchi kama serikali ya Iran
na mapinduzi waliyofanya na dhahiri inavyoonekana kana kwamba wao katika kutetea Uislamu. Sio lazima ukubaliane na mimi ninayoeleza, lakini nakwambia katika miongoni mwa adui wa Uislamu ni Mashia. Historia ndivyo inavyotuonyesha. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. Lakini sana hutumia vazi na joho la ahli albayt, na wakajifunika na joho hili au vazi hili, wa kwanza wanaoanza kuwashambulia ni masahaba, wale ambao wameupigania Uislamu na kuwajengea mazingira ya dharau na kutunga maneno ya uongo dhidi yao na kashfa nyingi, kama ilivyokuwa kawaida ya Abdullah ibn Saba tulivyoona katika darasa zilizopita. Sasa kutokana na ubaya walionao, pia walichagulia mfumo fulani wa kuendea watu. Wakatumia kitu kimoja au mfumo fulani unaoitwa taqiya. Taqiya kama anavyoelezea Mayunga ni kudhihirisha tofauti na unavyoitakidi. Kujidhihirisha kwa watu tofauti na unavyoitakidi. Na hiyo ni daraja kubwa sana kwa Muislamu kufanya hivyo, ni fadhila. Haya wanayozungumza na wala hawajifichi katika hilo. Leo sikutaka kuzungumzia taqiya, sio mada yangu. Nimesema kuna mambo mengi takuwa hatutayazungumza, kuna muhimu tutayazungumzia. Sitazungumza muta wala sitazungumza taqiya wala hapana. Hakika kusema kwamba sisi ahli sunna na Uislamu kwa ujumla umempa nafasi Muislamu wakati wa dharura, kwa kuwa amebanwa, kwa kuwa ametozwa nguvu, na akawa anaogopea nafsi yake au anaogopa shari ya watu fulani kimaslahi, anaweza akadhihirisha tofauti na anavyoitakidi. Na kisa cha Ammar na wengineo katika masahaba waliokuwa wakitezwa nguvu wamtukane Allah tabaraka wa taala kiko wazi, na aya ikaja kuwafanyia tasdid, kuwaongoza na kuwapasisha yale waliokuwa wakiyafanya baadhi yao. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Amepewa fursa hiyo katika sura an-Nahl, mtu aliyetezwa nguvu akawa amedhihirisha tofauti na vile mtukane Allah. Yeye katika imani yake anaona kwamba Allah yeye yuko peke yake, hana mshirika, na yeye ndiye jalla wa ala wa taqaddas, ana imani hivyo. Lakini sasa amebanwa, anatamka maneno ambayo ni kinyume. Katika sura kama hii si tatizo, lakini sura kama hii haifai kutaamali na watu katika hali ya kawaida, ukaanza kuwadhihirisha watu tofauti na ulivyo, ukawa unawadanganya, unafanya tadlisi na ukahesabu kwamba ni sehemu katika dini. Hili ni jambo baya kabisa. Sasa kwa Shia hili jambo lipo na ni fadhila, wana tabia ya kujidhihirisha tofauti na walivyo, lakini wakipata nafasi na wakipata nguvu huwa wanayadhihirisha yao. Hayo yote itakuwa kusema kitu hiki. Ndipo pale iliposimama daula ya Safawia, ikawa katika miji ya Baghdadi, Irani na miji mingine ambayo ilikuwa ni miji mikubwa wakati huo ya Kiislamu. Wao ndio wameshika bendera, wametawala nchi nyingi za Kiislamu. Maulama wao hawakuwa na siri tena, waliyadhihirisha mambo ambayo hawakuweza kuyadhihirisha huko nyuma.
wakauonyesha ule uhalisia wao ulivyo, wakajidhihirisha kwamba wao ni kina nani, wakayaandika mambo ambayo katika hali nyingine, mazingira mengine kitakia hayafai. Lakini kutokana na fursa walioipata wao na wakati waliokuwa nao, wakadhihirisha, wakaudhihirisha ule ushia wao. Miongoni mwa hao waliofanya hivyo ni Muhammad Baqir al-Majlisi kwenye vitabu vyake Mir'atul Uqul na Biharul Anwar. Ameukashifu ushia vile ulivyo, yani kusema kukashifu kwa maana ameufunua ule ushia kama ulivyo. Pia al-Imam mwanachuoni wao Abu Talib kitabu al-Ihtijaj kitabu al-Ihtijaj ni moja katika vitabu vilivyoandikwa katika kipindi cha Daula as-Safawiyya, na baadhi ya tafsiri zao pia ni katika vitabu vilivyoandikwa katika zama hizo, kama mwenye al-Burhan. Hii ni tafsiri ya al-Burhan, kwa jina jingine inaitwa Mir'atul Anwar wa Mishkatul Asrar cha al-Bahrani. Ni mmoja katika wanachuoni wa karne ya 12 katika wanachuoni wa Shia Ithna Asharia. Huyu pia ameufunua ushia vizuri sana, kwa sababu wakati ule kwa hakuna cha kuogopa. Pia al-Sayyid al-Kashan, Muhsin al-Mulaqab al-Sayyid al-Kashan, amefariki mwaka 1191 Hijria. Ameuzungumza ushia na anazungumza kila anachokiitakidi, na mazingira aliyokuwa nayo yalikuwa yanamruhusu kusema ule uhalisia wao ulivyo. Hii ni tafsiri ya tafsiru safi. Huyu bwana wenyewe wanamuita falaysufu lifuqaha, yani ni falsafi wa mafuqaha wa faqihu alfalasifa. falaysufu lifuqaha wa faqihu alfalasifa, ustadh al-asri katika wakati huo, wa wahidu dahri, ustadh asri wa wahidu dahri, al-Mawla Muhsin al-Mulaqab bil-Fayd al-Kashani. yeye ni falasif wa mafuqaha na ni faqihi wa mafalasif. Jamaa pia ameandika maneno mengi sana. Ukitaka kujua ushia, ukisoma vitabu hivi utajua vile namna ulivyo. Nitasoma baadhi ya habari zao zilizomo ndani. Sasa mambo yamekwenda, siku zikazunguka, ahli sunna wakapata nguvu, na ahli sunna wakawa wanaandika, maulama wao wanabainisha, ikawa mashia wanarudi nyuma, wanadhihirisha tofauti na walivyo wanavyoitakidi, wakalazimika mpaka kuyakana baadhi ya mambo. Kwa hiyo ukisoma mathalan wanaandika kina Tijani, kina Fadait, Abu Qasim al-Khoi, وكنا محمد هادي معرفة، وكنا من كتاب الغدير الأمين النجفي، وكنا أبو الحسين شرف الدين الموسوي، يعني waliokuja katika zama hizi za karne 20-21. وكنا أبو جعفر المظفر رضا المظفر من عقائد الإمامية. utakuta wanakwenda na sasa na vile watu walivyo, nyinyi mseme sisi tuseme hivi, unajaribu kuficha. Alafu wanakuwa pia makini sana, hawavitawani vitabu vyao kwa kila mtu, kama vile unapokwenda dukani ukasema ndani ya sahihi Bukhari au sahihi al-Bukhari, basi ukaweza kupata kwamba anapata al-Kafi au ndani ya tafsiri ya Ibn Kathir kwa wepesi tu, ikawa kuna wepesi pia kuna kununua labda tafsiri Safi au tafsiri Ayyash au al-Qummi. Unaweza kuwa na pesa yako usizipate tafsiri hizo na vitabu hivi, kwa sababu wanajua kwamba kupatikana kwa vitabu vyao hivyo vya asili ni moja katika msiba katika madhehebu yao. Sasa katika darasa ya jana sisi tulizungumza mambo mawili.
vitu viwili vikubwa. Jana tulizungumzia masahaba na uadilifu, adalatu sahaba. Hiki ni kitu kimoja. Masahaba ni kina nani na uadilifu maana yake ni nini? Je, tukisema masahaba ni waadilifu maana yake ni kwamba masahaba hawakosei, ni maasumun? Tukatazama maana ya uadilifu katika Qur'an, utakuta kwamba si sharti la kuwa mtu mwadilifu awe hakosei. Kumbe mtu mwadilifu anaweza kukosea. Ukisoma Ala Imran 133, 134, 135 na 136 utakuta kwamba mtu mwadilifu, mcha Mungu, anaweza kufanya fahisha kwa masharti tu yametajwa pale. Na yale yanayotajwa na Mashia ili kuwatukana maswahaba wasiwe waadilifu ni mambo yamegawanyika katika sampuli kama 3. Sampuli moja ni mambo ambayo hayakuthibiti, wanasingiziwa maswahaba kwamba wamekuwa hivyo. Kwa mfano, nitatoa mfano wa jambo lililotokea. Kwa mfano, alikuja Al-Afia pamoja kiitwa Haidar, aliuliza swali, katika maswali yake akazungumza wazi kwamba Uthmani radhiallahu anhu alimfukuza Abu Dharr akampeleka Rabagha. Hii ni habari wanaizungumza na kuieneza ili kuvuruga kumchafua Uthmani, lakini haikuthibiti. Na kuna habari ambazo wao wanazitumia, wanazitawanya kwa watu, zimethibiti, lakini sura wanayoijenga ni tafsiri wanayoileta ni tafsiri ya chuki, sio tafsiri sahihi, lakini lengo ni kuwachafua maswahaba. Lakini mara nyingine na wao pia wanakwama. Mfano wake ni tukio la Hudaybiyah na vita vya Uhud. Katika sulhu ya Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia maswahaba, chinjeni wanyama wenu na mnyoe nywele zenu. Kwa mujibu wa maelezo ya Mashia, wanasema maswahaba wote waligoma, kwa hiyo walimwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wanamimina aya zinazokataza na kutahadharisha na kuonyesha ubaya wa kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio hili lilikuwa lilitokea, lakini halitafsiriwi hivyo kwamba ilikuwa ni uasi. Na ndio maana tukatoa swali pale, kama ikiwa maswahaba waliasi wote wakawa hawakumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo wamefanya jambo la dhambi, kwa hiyo uadilifu wao haupo. Nikasema Ali bin Abi Talib alikuwepo, na yeye alikuwa ndio mwandishi wa mkataba ule. Yeye pia aliasi. Je, si maasum na alikosea hapa? Na kama hapana, nyinyi mmemtoa vipi hapa Ali bin Abi Talib? Kwa tafsiri yenu mtakayoeleza ndio tafsiri yetu. Pia kuna kitu sikikitaja, lakini katika tukio hili ambalo maswahaba 1400 walihudhuria, mwisho katika tukio hili Allah tabaraka wa taala amesema wazi kwamba wale amewaridhia, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara tara fa'alima ma fi qulubihim. Angalia, amewaridhia Allah tabaraka wa taala wale waliokula kiapo cha utiifu chini ya mti. Allah amewaridhia. Sasa wao wameshamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, awaridhia vipi? Tena Allah anayajua yaliyomo ndani ya vifua vyao, ndani ya nyoyo zao. Sasa kwa nini wewe unatafsiri tofauti mbaya? Kwa hiyo tukasema kuna mambo ambayo hayakuthibiti wanawapaka nao masahaba, na kuna mambo ambayo wanayapa tafsiri ya kimakosa kwa sababu ya chuki walizokuwa nazo. Na mambo mengine ni kweli yametokea kwa masahaba, lakini hayajaporomosha usahaba wao na uadilifu wao, kwa sababu sahaba ili awe mwadilifu au mtu awe mwadilifu sio lazima awe hakukosea. Tunatoa kisa cha Ma'iz bin Malik ambaye alipata na dhambi ya kuzini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajipeleka mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamsimamishia haji. Na mwanamke yule al-Ghamidiyya alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nimezini, nimepata mimba nje ya ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga mawe na masahaba zake, baada ya kumjifungua na kumnyonyesha mtoto wake, kumaliza kunyonyesha miaka 2 ile, yule mwanamke alipigwa mawe na masahaba wakawa wanamsema vibaya. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kumswalia, wao wakawa kama wanatia maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule ametubu toba ambayo lau kwamba inagawanywa kwa watu wa Madina ingewatosha.
au tukio la Uhud masahaba wamekimbia vitani, lakini Allah anasema wala qad afa Allahu anhum innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an inma istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum. Allah ameshawasamehe. Sasa yakiwa matukio kama haya wao wanayachukua wanaeneza kwa watu ili waonekane kwamba masahaba ni watu wabaya, lakini hii ilikuwa ni sera miongoni mwa sera anayokwenda nazo Abdullah ibn Saba, kama anavyotuambia al-Majlisi kwamba wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi wa kashafa mukhalifihi wa akfarahum, alidhihirisha uadui kwa masahaba na wakawakashifu na akawakufurisha. Sasa haya tunayaona leo ndani ya madhehebu ya Shia Ithna Sharia Imamia yamo wanayafanya. Baada ya kumaliza suala hilo tukaja katika suala la maimamu nani ahlul bait, ni kina nani ahlul bait. Tukaona kwamba mashia wanukuu ambayo tumeitoa kwenye kitabu suratul ahzab, yani tafsiri ya sura al-ahzab ya Abdullah Nasir, kwamba ahlul bait ni watu 14: Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima, Ali na Al-Hasan wal-Husayn na maimamu 9 waliobaki. Hao ndio ahlul bait. Sisi tukasema hapana, ahlus sunna kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ahlul bait sio 9 tu, ahlul bait ni wengi. Katika hao ni watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wajukuu zake, watoto wote na wajukuu zake wote, ammi zake na watoto wa ammi zake, alu Ali, alu Aqil, alu Jaafar na alu Abbas, wote hawa ni katika ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na wake wa Mtume azwajuhu almutahharat, wake zake wataharifu waliotaharishwa Allah tabaraka wa taala min kulli danas, pia hawa ni katika ahlul bait. Hal kadhalika mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib pia ni katika ahlul bait. Tukajaribu kutazama kwa nini wanawatoa watu wengine kama watu wa Mtume katika hadhira ya ahlul bait, tukataja hoja zao, tukaziona kwamba ni auha min bait al-ankabut, ni hoja nyepesi nyembamba sana kuliko nyumba ya ankabuti buibui. Tukataja zile sababu. Sasa leo nataka kuunganisha mazungumzo. Sasa leo nataka nizungumze vitu hivi viwili kwa sababu ya muda, kwa kuwa muda wetu na ratiba yetu ya mihadhara inaishia leo, kwa nitalazimika nizungumze vitu viwili, na sitavizungumza kwa upana kwa sababu kila kimoja katika hivyo viwili vinataka karibu siku 2 mpaka siku 3, lakini nataka vitu viwili hivyo nivizungumze katika siku hii moja, kutoka hii sasa hivi baada ya asri pengine mpaka magharibi na sehemu kidogo baada ya magharibi insha Allah. Kitu kimoja ni kuhusu Qur'ani na kitu kinachoitwa msahafu wa Fatima ambacho kilishawahi kuuliziwa hapo kuhusu Qur'ani na maneno ya Abu al-Qasim al-Khoi ambayo ndugu yetu mmoja hapa alitaka tumthibitishie yale maneno katika mhadhara wa mwanzo kabisa. Na kitu cha pili nilisema kuna baadhi ya hadithi ambazo mashia wanazitumia ili kuthibitisha kwamba aliyekuwa anastahili ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali bin Abi Talib. Maana sisi tukisema kwamba mwanzilishi wa Ushia ni Abdullah ibn Saba, watu wanaambia hapana, Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Kama huyo Abdullah ibn Saba ndio mtu wa kwanza kutangaza ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, haya ni maneno tunazungumza sio sawa sawa, yanapingana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetangaza ukhalifa wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo kuna hadithi unazitegemea. Mimi nitachagua baadhi ya hadithi jana nimezitaja, ningesema nitaizungumza hadithi ya Ghadir Khum, nitaizungumzia hadithi ya Manzila,
litazungumzia hadithi ya Qirtas, hadithi inaitwa yani tukio maarufu raziyatu yawm al-khamis, msiba wa siku wa al-khamis. Kuna hadithi nyingine naweza kuzigusia tu, lakini zina udhaifu na nyingine ni maudhu'. baadhi ya hadithi ni maudhu' kama hadithu ad-dar yawm al-inzar, hadithu ad-dar yawm al-inzar, na hadithu al-madina ana madinatu al-ilmi wa ali babuha. na kuna hadithi nyingine zimethibiti baadhi ya matamko na matamko mengine hayathibiti, kama hadithi ya taraktu fikum ma in tamassaktum bihi au ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di kitab Allah wa itrati ahli baiti. Sasa nikizitazama hizi hadithi zote, kila hadithi moja inahitaji majlisi khasa, sitatoa haki nikizungumza zote. Mimi nilikuwa naomba kitu kimoja, nikishazungumza swali la Qur'an niruhusu nizungumzie hadithi ya Ghadirkum peke yake, alafu muda ukiwepo niiguse hadithi inaitwa hadithi ya manzila, anta minni bimanzilati haruna min Musa walakin la nabiyya ba'di. Ndio hadithi ya manzila. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ali, wewe kwangu mimi uko na daraja ya Haruna na Musa, lakini hakuna nabii baada yangu. Wewe Ali kwangu mimi una daraja kama vile Haruna kwa Musa. Na maelezo ya Shia wanazungumza kuonyesha kwamba ni khalifa. Na hadithi ile Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ituni bikitabin, leteni karatasi kitabu, aktub lakum kitaban lan tadhillu ba'di au min ba'di, niwaandikieni nyinyi maandishi ambayo hamtapotea baada ya hapo. Watu wakazozana pale mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ahajara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam au ayahjuru Rasul, kitu kama hicho imekuja kwa njia ya swali. Ili Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezeka, kuna lugha kama imetumika. Umar akasema hapana, hasbuna kitabullah, tatutosha sisi kitabu cha Allah. Mtume akamwambia ondokeni. Maswahaba wakaondoka. Mashia wanasema, unaona hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maswahaba walishajua kwamba Mtume atakuandika sallallahu alayhi wasallam kwamba Ali ndiye khalifa baada yangu. Walipofahamu vile wakapiga fujo kweli kweli. Haya ni maneno yameandika, kimeandikwa kitabu sasa na Abdullah Nasir, inaitwa hadithi ya karatasi. Hizi ni shubuhati na watu wengi wanayumba sana. Kwa hiyo nikizipatia muda inshallah kwa leo nitazungumza, lakini kila nikitazama sioni. Sasa turudi katika ile nukta ya kwanza. Hii ni nukta ya kwanza katika hadhara yetu leo. Mimi nimeandika kitabu, na baadhi yenu pengine mmekisoma hili kitabu. Sizungumzi kwa kutangaza kishaisha kama natangaza biashara, hapana. Hii kitabu kishaisha, huwezi kutupata madukani. Nimeandika kitabu Yahudi nyuma ya pazia la ahli albayt, alafu nikaandika pale katika mabano itikadi ya Shia na sharia juu ya Qur'an. Humu ndani nimeweka nukuu nyingi zinazothibitisha kwamba maulama wakubwa wa Shia na sharia na vitabu vyao vya kutegemewa, itikadi yao inayozungumzwa kwenye vitabu hivyo na wanawachuoni hao ni kwamba hii Qur'ani tulionayo sasa ina upungufu, haiko sawa sawa, kwa sababu Qur'ani hii tulionayo imekusanywa na baadhi ya maswahaba ambao si waadilifu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaid, Ubay na wengineo ndio waliokaa wakaitengeneza hii Qur'ani tuliyokuwa nayo. Kuna aya ambazo zilikuwa zikimtaja Ali bin Abi Talib wazi na hurria yake, wao wamezifuta, wameziondosha. Na kuna aya zimewekwa mahali ambapo sio pake. Na hii Qur'ani tulionayo haiko katika mpangilio sawa sawa, kwa maana kwamba imechezewa.
hii ni itikadi imo ndani ya vitabu vya Shia Ithna Asharia. Na mimi nimeandika haya nikijua mashia wana maulama, wana waandishi, wana watu mbalimbali, wasomi mbalimbali, na hawatakosa la kusema, lakini najua kwamba hawawezi kuzipinga hoja hizi watakachokifanya. Lakini pia najua kwamba hawatanyamaza. Wametumia muda mrefu sana wakijadiliana watakijibu vipi kitabu hiki. Kweli akajitokeza baada ya vikao vingi walivyokaa, akajitokeza mzee Mayunga akaandika kitabu Zao la Saqifa. Lakini ukiangalia kitabu hiki maudhui yake na ukichukua Zao la Saqifa, utakuta kwamba ni kama mchezo wa karata tatu. Nataka kuwalaza watu, mzee wa watu maskini amekwepa ile hoja ya msingi, amekwenda kwingine, kwa sababu ajua itikadi hii ya Ushia, itikadi hii ya Shia juu ya Qur'ani ni itikadi ambayo huwezi kuitetea hata siku moja. Kwa hiyo hakuna jibu lile sawa sawa, na mimi nitawathibitishia hilo. Katika niliyotaja humu ndani nikasema mashia wanasema ikiwa mathalan Qur'ani hii haiko sawa, hii Qur'ani tulionayo hii tunaisoma sisi katika, na wao pia wanaisoma, na ukienda katika maktaba zao ukiwaona mashekhe zao maayatullah wao wanaisomesha Qur'ani hii, na katika vio vyao vya Qur'ani na hauzati zao na husainiyati zao wanasoma hii, hakuna Qur'ani nyingine. Lakini wanasema ina kasoro. Sasa hiyo iliyohifadhiwa iko wapi? Kwa sababu aya yasema wazi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an na sisi ndio tutakayoilinda Qur'an, ndio tutakayoilinda hii Qur'an, sisi ndio tutakayoilinda Qur'an. Allah tabaraka wa taala ameahidi kuilinda Qur'an. Sasa wao wanasema hii ahadi ya Allah ni ya kweli, na ipo hiyo Qur'ani iliyolindwa na Allah. Ni ipi? Ndio hii mada ya leo. Sasa wao wakizungumza mada hiyo kukwambia mwambieni atuonyeshe Qur'ani ya Shia iko wapi. Ili swali liliwahi kuulizwa nadhani katika muhadhara wa kwanza nilipoanza muhadhara, nikasema nyinyi ndio mtakiwa mtuonyeshe hiyo Qur'ani yenu iko wapi. Kama hii ina kasoro na wasema kweli Qur'ani imelindwa na iko wapi? Sasa mimi nataka mtumie vitabu hivi viwili kwanza. Hawa ni waandishi wa miaka hii ya karibuni. Ile tafsiri aliyotaka yule bwana siku ile akasema kwamba ukinionyesha ile mahali mimi nitaingia Ushia, nitatoka kwenye Ushia. Tafsiri hiyo ni hii hapa. Hii inaitwa Al-Bayan. Yule asa hayuko leo. Hapo wasema tu huko mahali. Mashaallah. Ile tafsiri ya Al-Bayan hii hapa. Sasa kuna mahali yanapotaka, lakini ilikuwa kabla sikufikia katika mahali hapo nataka kuonyesha kwanza hii tafsiri ya tafsiri Al-Bayan fi tafsiri al-Qur'an. Imeandikwa na samahatu ayatullah al-uzma السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره. hii chapa ya muassasatu intisharat dar al-thaqalain, ikimechapishwa wapi? tuangalie kimechapishwa wapi kitabu hiki. dar al-thaqalain iko wapi? dar al-thaqalain شارع الفخر الرازي، مشبه طهران إيران طهران، شارع الانقلاب، شارع الفخر الرازي، دار الثقلين للاقتباس، مشبه طهران. hii ni chapa imeandikwa chapa ya ngapi? haja sema chapa ya ngapi. Almuhimu imechapishwa Dar al-Thaqalain Tehran Iran mwaka 1429. chapa ya 6 imeandikwa tabaa as-sadisa, chapa ya 6. kuna ibara za kuisoma
alafu mashia kama wapo natusaidia. Nasoma ibara katika ukurasa wa 223 hapa nilipoweka rangi kwenye ukurasa huu ndio nakusoma. Al-Khoi ni mmoja katika wanachuoni wakubwa sana wanaoheshimiwa katika zama hizi. Wanafunzi wake ni watu wazito ndani ya Shia. Anasema hivi: inna wujuda mushafin liamiri almu'minina alayhi السلام يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه، وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته. نتكلم ترجمة mpaka hapa alipofika nitaendelea. Al-Khoi anasema hivi: mshio kuwepo kwa msahafu wa Amirul Mu'minin alayhi salam, anamkusudia Ali, kuwepo kwa msahafu wa Ali, yani Amirul Mu'minin alayhi salam, unaotofautiana na hii Qur'an iliyopo. Msahafu unaotofautiana na Qur'ani iliyopo katika mpangilio wa sura ni miongoni mwa yale ambayo hayatakiwi kuyatilia shaka ndani yake, na kukubaliwa kwa maulama, yani kulikubali jambo hili maulama watambuzi juu ya kuwepo kwake jambo hili, juu ya kuwepo kwake msahafu huo, aghanana anitakallufi liithbatihi, kule kukubali wanawachuoni kumetutosha sisi kujikalifisha kuthibitisha kwake. Tutafute hili, tutafute riwaya, kuwa wale maulama wetu wamelikubali jambo hili kwamba kuna msahafu mwingine ulio tofauti na huu katika mpangilio wa sura. Hili ni jambo ambalo hatutakiwi tutilie shaka wala kujikalifisha kutafuta kwamba riwaya iko wapi, nani kasema. Wanawachuoni wakiwa wamethibitisha na wanawachuoni wetu katika hilo linatutosha. mmefahamu? kama anna ishtimala قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود، vile kama vile ambavyo tunatakiwa tukubali kwamba kukusanya Qur'ani yake. Sasa pale mara kwanza nasema mushaf, kwa sababu msahafu hata Biblia inasema msahafu, kitabu chochote kilikusanya msahafu, hapa ni Qur'ani. Kama vile ambavyo huwa hiyo Qur'ani yake kuwa imekusanya ziada ambazo hazimo ndani ya hii Qur'ani, pia ni jambo ambalo tutatakiwa kutia shaka. Wa in kana sahihan illa annahu la dalalata fi dhalik ala anna hadhihi ziyadat kanat min al-Qur'an. Hata kama ikiwa ni sahihi, isipokuwa ni kwamba hakuna ushahidi juu ya kwamba ziada hizi ni katika Qur'ani. وقد أسقطت منه بالتحريف، نقوى زيادة hizo zimeondoshwa kwa kupotoshwa. بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل. lakini kauli iliyo sahihi ni kwamba ziada hizo zilikuwa ni tafsiri katika anwani ya ta'wili. mimi nanukuu mpaka hapo, lakini ataendelea na maneno yake, na hayo yaliyobaki hayabomoi haya yaliyotangulia.